Utofauti upo, tena utofauti upo mkubwa sana. Na, karibu sana. Unajua ndoa za zamani, kwanza yani ile taasisi ya ndoa kama ndoa inatizamwa katika nyanja mbili kama sio tatu. Nyanja ya kwanza kabisa kiutamaduni, tamaduni zetu, mila zetu, desturi zetu zinasemaje. Lakini nyanja ya pili ni maadili. Maadili ndo kitu, ndo msingi katika masuala mazima yanayohusu ndoa. Lakini nyanja ya tatu ambayo ni sio muhimu lakini ina umuhimu kimtazamo. Mtazamo ukoje ni kwa miaka ya zamani na miaka ya sasa. Tukianzia kwenye swala la kitamaduni, ndoa miaka ya zamani lilikuwa ni swala linalochukuliwa kwamba ni swala la kifamilia, ni swala la kijamii. Sijui unanielewa? Swala la kifamilia kwa maana ya kwamba kijana yoyote awe mwanamke au mwanaume anapofika umri wa kuoa, maamuzi ya kuoa au kwenda kuolewa ni jamii au familia ndio inasema kwamba bwana sasa, au labda nikisema jamii kwa maana labda inawezekana wazee wakuu walikuwa katika eneo lile pale wanaweza wakakaa na familia ambayo wana vijana au labda wa kike na wa kiume, kwa sababu bwana tunaona kijana sasa amefika umri wa kuoa, na sisi kwa mtazamo wetu tunaona nyumba fulani, mtaa fulani, kwa mjumbe fulani kuna binti yuko pale anaweza kufaa. Kweli watu wanachunguza, unaona. Lakini ukichukulia na maisha ya sasa hivi kimtazamo, sasa hivi mtu popote utakapokutana naye, umekutana kwenye mitandao ya kijamii, umekutana kwenye nyumba za starehe, umekutana naye barabarani, wewe tu umezoana naye, ushampenda, mmependana. Yani sasa hivi ndoa nyingi nakuta wale wanaooa na kuolewa wao ndio wanazungumza. Lakini zamani ilikuwa wazee ndio wanazungumza kimtazamo. Lakini kimaadili, ndoa za zamani zilikuwa binti kabla hajaolewa au kijana kabla hajaolewa wanashirikishwa wazee wa jadi. Nikimaanisha unyago, wanaohusika na unyago. Nikimaanisha mangariba, wanaohusika na masuala ya kingariba kwa vijana. Na kijana anakwenda kuwekwa msituni, porini. Yani kuna baadhi ya maeneo, mila na desturi, watoto wanafundishwa porini. Kuna mapori ambayo yameandaliwa rasmi kabisa kwa ajili ya shughuli za unyago na mambo ya kingariba. Kwa hiyo anapelekwa kule, anaweza kakata mwezi mzima, anafundishwa adabu. Na kule yani akikosea zile adabu anapewa adhabu. Unanielewa? Lakini maisha ya sasa hivi, maadili sasa hivi hatuna. Watoto utawapeleka wapi? Sana sana ataitwa shangazi, ataitwa labda mamdogo, bibi wa baba, watamkalisha pale nje, watamzungumzisha ndoa ni hivi, ndoa ni vile. Lakini anakuwa hajaupata ule utamu wa ndoa, yani yale maadili hasa ya ndani ya msisitizo kwamba kuna mfano kwenye unyago unaambiwa, mfano kwa upande wa mangariba, mtoto wa kiume anaambiwa mke hapigwi, mke anapigwa kwa upande wa kanga. Sasa ndoa za sasa hivi utampata kijana gani umwambie mke hapigwi, anapigwa kwa upande wa kanga, au anapigwa kwa cheni ya dhahabu, au anapigwa kwa kutunzwa? Unanielewa? Kwa hiyo vitu kama hivi, vile viudambu vya kimaadili na mila na desturi kidogo vinakuwa havipo. Na kwa mfano kwenye swala zima la heshima, kuheshimu wakwe, kuheshimu ndugu wa mume, tunajionea sasa hivi ndoa za sasa hivi, mtu anasimama na mkwewe, wanasemeshana, wanapishana maneno. Umenielewa? Lakini pia tunajionea kabisa hata mashemeji wengine hawana adabu mbele ya mashemeji wenzao. Umenielewa? Kwa hiyo utofauti upo mkubwa kwa sababu ya ile mipaka na ile nidhamu inayopatikana ndani ya taasisi ya ndoa. Umenielewa vizuri FM.